Leo tutaenda kuangalia nini maana ya forex. Neno forex linatokana na maneno mawili ambayo ni foreign na exchange. Kwa hiyo ukiunganisha neno foreign na exchange ndipo kwa kifupisho chake ukaweka forex, au unaweza kaita tu FX. Hiyo ni nini? Ni forex. Kwa hiyo forex ni foreign exchange. Hasa nini maana ya forex? Forex tunasema kwamba ni mbadilishano wa pesa moja na pesa nyingine, yani ni kubadilisha currency pair ya pesa moja na pesa nyingine. Sasa kwa mfano nitakupatia mfano. Labda umetoka hapa umeenda Marekani kule wao wanatumia nini? Wao pesa yao, currency yao ni nini? Ni US dollar, si ndio? Lakini wewe umetoka huku, umetoka na pesa zako ambazo ni labda ni Tanzanian shillings, ambazo ndio umetoka nazo huku, umeenda nazo kule. Kwa hiyo ukifika kule, maana yake wewe utatakiwa hii Tanzanian shilling uiuze, alafu wewe upate nini? Uweze upate upate US dollar. Maana yake wewe unauza Tanzanian shillings, lakini wewe at the same time maana yake una buy nini? Una buy dola. Kwa hiyo wewe utapata dola, wao utauzia Tanzanian shillings. Sasa huu mbadilishano wa hizi pesa ndio tunaita nini? Tunaita foreign exchange, kwamba unabadilisha pesa moja kwa pesa nyingine. Sasa jinsi zinavyobadilishwa hizi pesa katika forex market au foreign exchange market, sisi huku tunafanyaje? Huku tunabadilisha hizi pesa kwa kutumia broker, lakini zikiwa katika pair. Naposema pair, maana yake ni kwamba, nichukulie mfano labda umeenda kwenye mashindano, si ndio? Kwenye mashindano mnavuta ya kuvuta kamba. Hii chukulie ndo kamba yetu, afu kuna mtu mwingine. Kwa hiyo hapa ndo mnapoanzia. Sasa kwenye haya mashindano siku zote tunajua kwamba kuna pande mbili. Kutakuwa na timu ya upande huu na timu ya upande wa pili. Sijui nipata hapo. Sasa hii timu mbili hizi ndo zinazounda nini? Zinaunda pair moja. Kwa hiyo katika forex market tuseme huku labda kuna GBP ambao ni Great Britain pound, alafu upande wa pili kuna nini? Kuna US dollar. Kwa hiyo upande wa huku ni currency moja ya pesa ya nchi husika, na huku ni currency ya pesa nyingine. Kwa hiyo sasa ukitaka kuisoma hii pair yote moja tunaiita ni GBP USD. Lakini tunakuja kugundua kwamba kumbe hii pair yetu imegawanyika sehemu mbili. Kuna hii sasa, utaijuaje kwamba hii ni pesa ya nchi fulani na hii pesa ya nchi nyingine? Ukitaka kujua, maana yake utaanza na upande mmoja. Kwa mfano tuseme tuanze na upande huu wa GBP. Hizi herufi mbili za mwanzo hizi zenyewe zinaonyesha ni nchi husika. Kwa hiyo kwa mfano hii hapa inakuwa ni Great Britain, alafu kuna pesa wanaotumia ni ipi? Ni paundi. Sijui nipata. Hii ndio pesa yao ya nchi husika. Alafu kija upande wa pili huku tunaona kwamba kuna US. Tukichukua hizo herufi mbili, hii US maana yake hii ni nini? Ni United States, ndio. Pesa wanaotumia ni ipi? Tunaona kwamba ni nini? Ni dola. Kwa hiyo herufi mbili za upande wa kwanza hizi zinaonyesha ni nchi, na herufi inayofuata ya tatu inaonyesha nini? Ni pesa wanayoitumia. Sasa tuseme labda umeenda umechukua pesa ya New Zealand lakini na dola. Tuseme ni NZD USD. Hii ndo pair yetu. NZD USD, hii ndo pair yetu. Hasa hii pair yetu tunatakiwa tuigawe katika timu mbili au katika pande mbili. Taigawa hapa katikati katika hizo herufi tatu. Maana yake herufi mbili za mwanzo hizi zitaonyesha ni nchi, alafu hii ni pesa wanayotumia. Hii ni nchi, herufi mbili nchi, hii pesa wanayotumia. Kwa mfano hapa hii NZ maana yake ni New Zealand.
New Zealand. Pesa anayotumia ni nini? Ni dola. Sio, nipata hapo. Lakini pia ukija upande wa pili unaona kwamba huku kuna USD, maana yake ni United States, maana yake ni United, alafu yes nini States. Pesa anayotumia ni ipi? Ni dola. Kwa hiyo ukiunganisha hizo pesa zote, mimi ukichukua hii herufi ya mwanzo na hii ya mwanzo na hii, tukapata nini? Tukapata NZD. Na upande wa pili huku pia ukiangalia, tukichukua herufi ya mwanzo na hii ya mwanzo inakuwa ni US na hii ya mwisho dola. Kwa hiyo pea yetu tutahitaji pea yetu, kwa hiyo tutaita ni NZD USD. Hii ndio nini? Hii ndio pea yetu, itakuwa ni NZD USD. Kwa hiyo hivyo ndio ambavyo unavyotakiwa kufanya nini? Kuichambua pea. Sijui umenipata hapo? Sasa hizi pea kama nilivyosema kwamba zimekuwa zimegawanyika sehemu mbili. Kuna upande huu wa kwanza na upande wa pili. Sasa upande mmoja huo huku, huu tunauita ni base currency. Huu unaitwa base currency, alafu upande wa pili huu unaitwa quote currency. Huu ni quote currency. Kwa hiyo hii ni base currency na hii ni quote currency. Kwa hiyo katika maamuzi, maana yake tunasema kwamba sisi tunaiangalia hii base currency. Kwa hiyo hii base currency akiwa strong, weak, quote currency akawa weak, maana yake pia yetu ina buy. Weak base currency akiwa weak alafu quote akawa strong, maana yake pia itafanya nini? Itasell. Hiyo nipata hapo. Okay. Sasa tuendelee. Na ikitokea pea zote mbili zimekuwa tunasema kwamba zina uwiano sawa, basi tunasema kwamba hiyo pea itafanya nini? Ita consolidate. Sijui umenipata hapo? Sasa tuende sasa tuangalie hizo currency pair zimegawanyikaje. Tunaposema hizi currency pair, hizi currency pair zimegawanyika. Currency pair zimefanya nini? Zimegawanyika. Na zimegawanyikaje? Kwamba kuna major pair, kuna major pairs, lakini pia kuna minor pairs. Nimepata, lakini pia kuna hizi tunaziita exotic pair. Sijui nipata hapo. Sasa tuende kuangalia hizi major pair ni zipi na hizi minor ni zipi na hizi exotic ni pair zipi. Tunaposema major pair, maana yake hapa tunamaanisha ni pair zote ambazo ndani yake kuna US dollar katika upande mmoja. Kwa hiyo hizi tunasema ni zile ambazo zime include nini, au zime include US dollar. Hizi hapa tunasema zile ambazo hazina US nini, hazina hizi US dollar. Alafu hii exotic ni zile pair ambazo zimekuwa upande mmoja zina major pair, lakini upande mwingine zinakuwa na ile emerging market. Kwa mfano naweza kusema ni zile pair Singapore au Hong Kong. Upande mmoja unakuta pair ya major pair, upande mwingine unakuta na pair kama hizo. Kwa hiyo tukianza na major pair, kama tulivyosema, tunasema ni pair zote ambazo zimefarini zime ndani yake zina US dollar. Kwa hiyo kama ni pair za US dollar, kwa hiyo hapo kunaweza kana GBP USD, umeona hapo kunaweza kuwa na USD JPY, hapo kunaweza kuwa na NZD USD. Simeziona hizo pair. Kwa hiyo pair zote ambazo zinakuwa upande mmoja zina US dollar, upande mmoja zina US dollar, basi hizo ndo tunasema ni nini? Ni zile
major pair, na hizi mara nyingi ndio zinakuwa mostly traded katika forex market. Sio, umenipata hapo? Kwa hiyo ndo nini, ndo major pair. Sasa tukienda katika minor pair tunasema minor pair hizi ni pair ambazo ndani yake hazina USD, hazina US dollar. Kwa mfano unakutana labda na NZUD, labda tuseme NZUD kadi NZUD kadi, GBP, JPY. Umekutana na pea labda nyingine, pea gani tena? Safi kabisa, labda Euro kadi, Euro NZUD, na zingine zote ambazo ndani yake tunaona hamna USD, hamna US dollar. Kwa hizo ndo tunaziita nini? Hizo ndo tunaziita minor pair. Sijui umenipata hapo? Sasa tukimalizia na ya mwisho ambayo tunasema ni kwamba exotic pair. Exotic pair tunasema hizi ni pair ambazo upande mmoja zimebeba major currency na upande mwingine zimebeba nini? Zimebeba emerging market. Kwa mfano kuna pair labda tunasema USD ZAL, ZAL hii inakuwa nini? Inakuwa ni mfano wa hiyo pair. Au tunasema kwamba labda GBP labda na Hong Kong, ndio labda ni GBP na hii labda emerging pair tunasema nini? Hong Kong. Au unasema labda US dollar against Singapore dollar. Hizo ni pair zote ambazo tunasema zenye ni nini? Ni exotic pair, kwamba upande mmoja kunakuwa na hii major currency, lakini ni upande mwingine kunakuwa na hizi emerging market. Sijui umenipata? Sijui unipata hapo? Kwa mfano hata kwa Tanzania, manake tuseme inaweza nayo pia itaingia hapa katika hii minor hii exotic pair. Kwa mfano si Tanzania, si tunatumia TZ, kwa hiyo hapa itakuwa ni USD, itakuwa ni USD against, manake itakuwa ni nini? TZS. Sijui umeiona hapo? Kwa hiyo katika upande wa nini, wa hizi exotic pair. Sasa kwa hapo tutakuwa tumeshamaliza katika kipengele hiki cha nini, cha kujua nini maana ya forex, lakini pia kujua kitu gani kinachokuwa traded katika nini, katika forex market. Kitu kinachokuwa traded tunasema kwamba, au ni sasa na kusema ni bidhaa ambayo inakuwa tunaibadilisha katika nini, katika forex. Sasa na hizi forex tunasema hizi pair tunazozitrade, hizi major currency pair na minor na hizi exotic, nazo zinakuwa na muda wake ambao unatakiwa kufanya kuzitrade. Kwa hiyo katika video itakayofuata nitaelezea zaidi maana ya, nitaelezea zaidi forex market session au market session. Kwa hiyo katika kila market session hizi tutaona kuna pair ambazo tunatakiwa kuzitrade. Tukisema market session tunamaanisha nini? Tunamaanisha manake ile mida ambayo market inakuwa kuna mzunguko mkubwa au volatility inakuwa ni kubwa, sio nipata sokoni. Kwa hiyo tutaenda kuona katika session inayofuata. Kwa hiyo ningependa kama uja follow au uja like au uja subscribe, nifanya hivyo ili usiweze kupitwa na video ambazo zitakazofuata.